Bwana Hamisi, kwanza umezungumza na Dijong yule, ulikuwa unamwambia nini? Unampa pole? Nilikuwa namfariji kwamba bwana huu ndio mpira, avumilie, uende labda msimu ujao anaweza akafanya vizuri. Ndio, alilia naona pale baada ya kuongea naye akageuka akaweza kidogo kuwa sawa. Kitu gani ambacho uliweza kumueleza baada ya kumuona katika hali hiyo? Kikubwa nilikuwa nimemfariji tu kumwambia bwana huu ndio mpira na mchezo ndivyo ulivyo. Kwa hiyo msikate tamaa, jipangeni, msimu ujao mnaweza mkafika mbali. Ndio. Ndani ya Simba una misimu takriban 14 15 kama nitakuwa sijakosea. Sasa hivi umefanikiwa, umeshiriki michuano ya kimataifa kwa muda mrefu kisha robo finali. Mimi nataka uniambie experience yako. Umejisikiaje kwa kuweza kufanikiwa sasa kutinga katika hatua ya finali? Kwanza ni furaha kubwa sana kwangu na pili ni kumbukumbu katika historia yangu ya maisha. Kwa sababu nimefika robo finali mara 6 na hii mara 7 ndio nimekwenda finali. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni jambo la kuwashukuru viongozi wangu na mwekezaji wetu. Ndio. Unaiona finali itakuwa ya namna gani? Kwa sababu ukiangalia nyinyi Simba katika msimu huu mmekutana na Waarabu 4 na wote mmeweza kuwafunga. Lakini Mwarabu ambaye mnaenda kukutana naye amechukua ubingwa huu mara 4 akiwa amecheza finali zake 6. Na hata wakati anachukua ubingwa tulikuwa tumeshacheza naye kule, alitufunga goli 2 na hapa tulimfunga. Kwa hiyo ni timu ya kawaida tu kwamba sisi tujipange tunaenda kupambana nao kwa sababu tumeshapambana tano wakubwa zaidi ya yeye. Tumepambana na Vita ambaye ni mkubwa zaidi ya yeye, tumepambana na Elmerek wale wa Sudani ambao ni wakubwa zaidi ya yeye, Al wa Sudani wa Misri. Kwa hiyo ni timu ya kawaida tu, ni kujipanga tu. Na ni jambo ambalo linawezekana na safari hii tunafika. Na anamaliza hapa, itakuwaje experience yako, uzoefu wako, anamaliza kwenye Kalai pale Baba, si unajua kwamba kwa Mkapa atoki mtu, ubaya ubwela tu. Ubaya ubwela. Dakika za mwisho ilikuwaje ile mzee wangu? Pale mwisho sasa ndo dakika chache sekunde kadhaa ukiwa unatarajia sasa filimbi refa kumaliza sasa ili muende sasa finali. Ni kweli pressure ilikuwa kubwa na sio kwangu tu. Pressure ilikuwa mpaka kwa wachezaji, pressure ilikuwa kwa technical bench lote. Lakini kikubwa tuliweza kutulizana na kupeana mioyo kwamba tusubiri hizo dakika zilizobaki. Mwenyezi Mungu kama ametuandikia basi hapa tutaondoka na kwenda finali. Shukrani mzee wangu, ngoja kwa asante sana. Nashukuru sana. Pasha kuwa kubani, msaidie ndugu yangu. Taarifa mnayo? Taarifa gani? Simba imeenda finali. Simba imeenda finali. Naambia nani sasa taarifa? Naambia wale mashabiki. Simba imeenda finali. Sitisha kwanza utawagonga.